Hakuna vile utakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya bila kupata ushawishi nyumbani. Hata William Ruto ndio akuwe rais wa Kenya, alianzia nyumbani, na alianza kwanza kuunda kwake nyumbani, akakubalika. Alipokubalika nyumbani, akatembea nje. Hata mimi Rigathi Gachagua nimeanza nyumbani, na hiyo ndio ukweli ya siasa ya Kenya. Lazima ukuwe una umaarufu pahali unatoka, na mimi bahati yangu, na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, ni kwamba eneo mimi ninatoka ndio kubwa zaidi katika upigaji wa kura, wingi wa kura katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mimi naanza pahali nzuri sana. Sasa nyumbani nimemaliza, nimefunga. Sasa nimeanza kutembea, na inaendaga namna hiyo. Huwezi anza kuzurura Kenya yote tunatafuta urais. Hii kitu lazima ikuwe na utaratibu. So Rigathi Gachagua ameanza Mlima Kenya, amefunga Mlima Kenya, amekubaliwa, amepewa idhini. Sasa tembea Kenya utafuta uongozi. Kwa hivyo hakuna mtu naweza nilaumu mimi ati niko na ukabila, kwa sababu nimeanza kuunganisha watu nyumbani, ndio pia nipate umaarufu kutoka nyumbani, ndio nikienda kwa marafiki na kwa majirani ninakuwa nimekubalika nyumbani. Safi kabisa. Lakini pia turejee Mlima Kenya, Mheshimiwa Gachagua. Kunaonekana kuwa na ubabe wa ni nani ambaye ni shujaa kabisa katika eneo la Mlima Kenya baada ya kuondokea kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na inaonekana kwamba wewe na mridi wako Profesa Kithure Kindiki labda bado mnatafuta nani ambaye ana ushawishi mkubwa eneo la Mlima Kenya. Je, kuna utofauti mkubwa wako kati yako na mridi wako ambaye vile vile anatoka katika eneo la Mlima Kenya? Yeye si mrithi wangu. Yeye alipewa kazi na kiti kwa njia ya mabavu, na njia ya udanganyifu, njia ya kuhonga watu, na njia ya mkato. Katiba ya Kenya inasema wazi ya kwamba naibu wa rais atachaguliwa na wananchi wa Kenya. Hii njia ingine yote ni njia ya mkato, na ndiye hakuna mtu anaweza msikiza Kenya na kwa hii mlimani, kwa sababu hakuna mtu alimchagua. Na ndio naona hako na shida sana ya kwamba akienda pahali lazima aweke watu kwa hema, wapatiwe pesa ndio wamsikize. Mimi si shindani na yeye na siwe shindana na yeye, hata mambo yake si msungumzani, kwa sababu huyu ni mfanyikazi wa Ruto. Karibuni hivi umeyataka mashirika ya kimataifa na mataifa ya kigeni kuingilia kati mzozo ambao unaendelea hapa nchini Kenya, hususan matukio mbalimbali ambayo uliyataja sasa hivi yakiwemo utekaji nyara na maeneo kama hayo. Ulivyokuwa serikalini hayo hayakujitokeza? Kenya wangekuwa watu waaminifu. Mimi nilipinga mambo ya ukiukaji wa haki za kibinadamu nikiwa ndani ya serikali. Nilipoita press conference Mombasa tarehe 26 mwezi wa 6 2024, nilikuwa naibu wa rais na nikapinga vikali nikiwa kwa ofisi. Kwa hivyo hakuna mtu yeyote anaweza kusema ati mimi nimeanza kupinga hii maneno saa ile nimefurushwa kwa serikali. Nilipinga nikiwa ndani, na ndio tulikosana na William Ruto kwa sababu nilipinga kutoka ndani, akaona adefurusha. Lakini pia nimepata nafasi nzuri sana ya kukosoa serikali nikiwa nje. Sasa sina haya, sina chochote, lakini mtu yote asiseme ati mimi nimeanza kupinga saa ile nimetoka. Mimi ningetaka kuchukua nafasi hii kuomba marafiki zetu manchi ya kimataifa, marafiki wetu kutoka Amerikani, kutoka Uingereza, kutoka Jerumani, kutoka Ufaransa, kutoka South Africa, na manchi zote ambaye tumekuwa na uhusiano wa maana, watusaidie, kwa sababu huyu rais amekuwa dikteta na ametangaza atakuwa dikteta. Huyu rais ameamua ya kwamba atachafua amani katika Jamhuri ya Kenya, na tukiona vile polisi wanaendelea, tunaogofya ya kwamba kutatokea vita katika nchi ya Kenya wakati ya uchaguzi, vita ya wenyewe kwa wenyewe. Na kwa hivyo tunaomba nchi za kigeni wasituachilie, waite huyu William Ruto mwambie wache hiyo maneno, kwa sababu Kenya hapana Tanzania, hapana Uganda. Ile maneno imefanyika Tanzania, hatutaki ifanyike hapa Kenya. Ile shambulizi kulikuwa na magari ya polisi. Rigathi Gachagua hana magari ya polisi. Pale kulikuwa na maafisa wa polisi wakiwa na silaha ya aina AK-47 assault rifle. Rigathi Gachagua hana AK-47 assault rifle. Walikuwa pale na tear gas. Ilikuwa ni jaribio la kuniua mimi, na kikundi maalum kimeundwa hapa Nairobi, kinaitwa Nairobi Sierra, chini ya regional commander wa Nairobi, kikatumwa kuja kuniua kanisani na kuua mama na kuua watoto. Kila mtu anajua hiyo shambulio ilikuwa imepangwa na polisi, na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen anajua, na rais William Ruto anajua. Hakuna mtu yeyote
katika hii serikali anaweza kupanga jama ya kutuma polisi kuua Rigathi Gachagua ambaye ako na umaarufu mkubwa sana kisiasa bila idhini ya Rais William Ruto na Waziri Kipchumba Murkomen. Hilo jaribio sio la kwanza. Nimeshambuliwa mara 24 katika mwaka moja.